Uhali gani mwanafamilia, I hope uko poa kabisa. Karibu tena kwa mara nyingine kwenye hii channel yetu Upendo. Basi niweze kukujuza yaliyo mengi ambayo yanaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kusitu, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu Upendo, basi chini ya video hii upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa hii channel yetu Upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa maoni yako kwa kile ambacho nitakuwa nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana bwana. Nadhani wengi tunafahamu kama Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki, wawili hawa ni wanandoa. Tuliweza kuona vile ambavyo wameweza kufunga ndoa, harusi ya gharama kabisa. Lakini pia mwanaume huyu aliweza kumtolea mahali kubwa sana, takribani milioni 30 hivi huyu mwanamke Hamisa Mobeto, kitu ambacho kiliweza kuwashangaza walio wengi sana, kwa sababu mwanamke huyu ni singomaza wa watoto wawili, lakini hata umri wake kidogo umeweza kusogea. Lakini licha hayo yote aliweza kutolewa mahali kubwa sana, takribani milioni 30 hivi, na harusi na shughuli ya gharama kabisa ya kifahari, shughuli ya kufaana kabisa. Tuliweza kuna vile ambavyo vimeweza kufanyika harusi ya gharama kabisa, na gharama zote ziliweza kutolewa na mwanaume wake huyu Aziz Ki. Sasa kuna issue kubwa sana ambayo imeweza kutokea kati ya wanandoa wawili hawa, Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki bwana. Maji yameweza kumwagika, wawili hawa wameweza kuachana. Na hizi habari zilikuwa kama siri hivi. Wengi walikuwa wanafahamu kwamba wawili hawa bado wapo kwenye ndoa, bado wapo kwenye mahusiano, bado ni mume na mke, lakini kumbe mambo ndivyo sivyo. Wawili hawa wameweza kuachana muda mrefu sana, na chanzo cha kuweza kuachana basi inaonekana kwamba huyu wote wawili kwanza inasemekana kwamba wana makosa. Kifupi tu waliweza kushindwana. Manake mwanaume alikuwa na makosa, kuna madhaifu yake ambayo alikuwa anayafanya, lakini pia mwanamke naye kuna vitu vyake ambavyo alikuwa anavifanya ambavyo viliweza kumfanya mwanaume huyu aweze kufanyaje, kumuacha. Tunafahamu mwanaume anaweza kuwa na tabia fulani, mienendo fulani hivi, lakini ile mienendo, zile tabia zikionekana kwa mwanamke, basi yule mwanamke ni dhahiri kabisa ni mwanamke ambaye hafai. Ndio maana mwanaume akiweza kutoka nje ya ndoa basi anazungumzika, lakini mwanamke akitoka nje ya ndoa basi huyo mwanamke dhahiri kabisa ni mwanamke ambaye hafai. Inabidi uweze kumwacha mara moja, kwa sababu atakusababishia madhara mengi sana. Kuna maradhi hapo, watoto wa nje ya ndoa, lakini pia hata heshima kwenye familia, kwenye ndoa inakuwa inapungua au inatoweka kabisa. Ndio maana mwanamke akiweza kutoka nje ya ndoa hawezi kusamehewa. Ukimsamehe basi inategemea, unaweza kumsamehe, lakini haishauriwi sana, kwa sababu mwanamke ni mtu ambaye huwa anakutana kimwili na mwanaume ambaye anampenda, tofauti na sisi wanaume. Sisi wanaume tunakutanaga na mwanamke ambaye tunamuona, yani mwanamke ambaye anapatikana kwa wakati ule tunakutana naye, lakini mwanamke anakutana na mwanaume ambaye anakuwa anamtaka kwa wakati ule, tofauti na sisi mwanamke wote ambaye anamuona kwa wakati ule, anapatikana kwa wakati ule, anaweza kukutana naye kimwili. Lakini mwanamke tofauti na mwanamke anakutana na mwanaume ambaye anakuwa anamtaka yeye, japokuwa tena kwenye upande wa kuoa na kuolewa inakuwa kinyume tena. Mwanaume anamuoa mwanamke ambaye anamtaka, sio yule anayepatikana. Lakini upande wa kike pia mwanamke anakuwa anaolewa na mwanaume ambaye anapatikana, sio ambaye anamtaka yeye. Umeelewa mambo ambavyo yapo? Sasa kuna issue kubwa sana ambayo inaweza kutokea kati ya huyu Hamisa Mobeto pamoja na Aziz Ki. Wote wawili hawa na makosa. Huyu Aziz Ki alikuwa anaonekana kwamba anatoka nje ya ndoa na wanawake wengine, vitu kama hivyo, lakini pia kadhalika huyu Hamisa Mobeto naye alikuwa na mambo yake ya aina hiyo, kwamba alikuwa na wanaume wengine. Aziz Ki aliweza kufunguka na kusema kwamba mara ya kwanza aliweza kuzifuma message, vitu kama hivyo na nini, lakini mwanamke wao aliweza kujitetea na nini, vitu kama hivyo. Lakini baadaye ugomvi wa hapa na pale ukaendelea kupamba moto, makosa ya hapa na pale yanavozidi kuongezeka, wawili hawa wakaamua kufanyaje, kuchukua hayo maamuzi ya kuweza kufanyaje, kuandikiana taraka na kuweza kufanyaje, kuachana rasmi kabisa. Kwa hiyo Zuchu huyu Hamisa Mobeto pamoja na huyu Aziz Ki, wawili hawa sio wanandoa tena kama ambavyo tulikuwa tunafahamu hivyo. Kama Aziz Ki ndiye mume halali kabisa wa Hamisa Mobeto, lakini Hamisa Mobeto ndiye mke halali wa Aziz Ki, lakini hivi sasa wawili hawa sio wanandoa tena, kwa sababu ameweza kupewa talaka zote tatu na huyu mume wake Aziz Ki. Ndivyo ambavyo ameweza kusema hivyo, kwamba ameweza kusema kwamba Hamisa Mobeto yeye hayupo na mahusiano na huyu
Aziz Ki ameweza kupewa taraka muda mrefu sana, vile tu ilikuwa haijawekwa public wazi watu waweze kufahamu, lakini wawili hao wameweza kuachana muda mrefu sana, wameweza kupewa talaka yake, ambapo huyu Aziz Ki huyu Hamisa Mobeto ameweza kusema za chini chini kwamba huyu Aziz Ki anasemekana kwamba tayari ana mke mwingine. Maana baada ya kuweza kumpatia talaka kila mmoja kuweza kuchukua 50 zake immediately, huyu Aziz Ki akaweza kufanyaje kufunga ndoa, kuwa na mwanamke mwingine. Hajasema kwamba ni ndoa au la, lakini ameweza kusema kwamba ameweza kumwoa mwanamke mwingine. Ndivyo ambavyo huyu Hamisa Mobeto ameweza kusema hivyo. Ni dhahiri, ameweza kusema kwamba ni dhahiri kabisa huyu mwanamume ni mwanamume ambaye tayari alikuwa na hiyo mipango tu, hayo malengo alikuwa nayo, kwa sababu muda mchache sana baada ya kuweza kuachana, kuweza kumpatia hiyo talaka, ndipo akaweza kumwoa huyu mwanamke mwingine. Hizo ni za chini ya kapeti kabisa za uvunguni ambazo Hamisa Mobeto ameweza kusema, kutuambia kwamba ameweza kuachana na huyu Aziz Ki mume wake, lakini pia ameweza kuongeza na kusema kwamba Aziz Ki inasemekana kwamba naye hivi sasa na mume wake ana mke wake mwingine, maana yake ameweza kumwoa mwanamke mwingine huko ambapo yupo. Nadhani nafahamu Aziz Ki hivi sasa yupo tena Bongo. Alikuwa Bongo kikazi, alikuwa anachezea pale Young Africans, lakini hivi sasa yupo na timu nyingine huko, na huko ndiko ambako ameweza kuoa mwanamke mwingine. Aziz Ki hajali gharama zote na nini vitu kama hivyo, kwa sababu yeye ni mtu ambaye ana hela zake, ana mshahara mkubwa sana kwenye career yake ya mpira, kwenye kipaji chake hicho anapokea hela nyingi sana. Ndio maana hela zote ambazo ameweza kuzipoteza kwa mwanamke huyu hajali chochote, kwa sababu hizo hela anazo kuzingiza within 1 month tu, au siku kadhaa au mawiki kadhaa. Ndio maana ameamua kumbwaga tu huyo mwanamke, basi aweze kuoa mwanamke mwingine ambaye anamtaka yeye, vitu kama hivyo. Kwa hiyo wawili hawa sio wanandoa tena kama ambavyo tulikuwa tunafahamu hilo, kwamba huyu Hamisa Mobeto ni mke wa Aziz Ki, haipo hivyo bwana. Mambo ndivyo yalivyo. Na maana hiyo hilo, uwanja wa comment hapo, make sure drop comment yako ili basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Lakini nikukumbushe tu kwa mara nyingine, kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye hii channel yetu Upendo, basi chini ya video hiyo upande kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unabonyeza hapo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kuwa mwanafamilia hai kabisa hii channel yetu Upendo, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana. Je, Aziz Ki kuweza kumwacha mwanamke huyu na kuweza kumwoa immediately mwanamke mwingine, je, ni jambo ambalo ni sahihi au ni dalili ambazo sio nzuri sana, ambao nategeza picha ambazo sio nzuri upande wa mwanamke na vitu kama hivyo? Acha comment hapo, make sure drop comment yako. Lakini pia huyu Hamisa Mobeto kuja kuzizungumza siri za ndoa, japokuwa wameweza kuachana, kuja kuzizungumza kwenye mtandao wa kijamii, je, yupo sahihi au hayupo sahihi? Make sure pia unaacha comment yako, kwa sababu nafahamu ndoa bwana ni ya watu wawili. Ndoa bwana inahitaji siri kubwa sana. Ndio maana watu wakiweza kupishana, basi wanaweza kuvumiliana yale madhaifu na kuweza kushindwa kuyatoa huko nje, vitu kama hivyo bwana. Mambo ndivyo yalivyo. Na maana jua hilo, anja comment, usahau kuacha comment yako basi tuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema, tukutane next time na kwaheri, bye bye.